Wakizungumza na EATV, baadhi ya wananchi wa mji wa Kibaya wanaeleza namna nyama hizo zinavyouzwa mtaani, huku wakidai kuwa sasa zinahatarisha afya za walaji na kuiomba serikali kuingilia kati ili kunusuru maisha yao. Kwa sababu wanachofanya si wanachinja mchana, wanafikia zile ambazo zimekufa jioni, wale wanaenda kuzifukua, wanazichuna, wanauzia wananchi. Zinaleta madhara kwa sababu zinaweza zikapatikana zina ugonjwa. Leo tunauziwa kama sisi na unakuta pale zile nyama zimekufa zenyewe. Kweli kuna nyama nyingi zimezagaa mtaani na asilimia kubwa ni wakina mama ndio wanauza nyama. Kwa hiyo hizi nyama hatuelewi kama ni nyama maana wanasema zinatoka kwa Waturuki, lakini hatuelewi je ni kweli zinatoka kwa Waturuki au ni zinatoka tu mtaani. Ni vigumu kujua kwamba haijachinjwa au imechinjwa kwa sababu inaletwa tu ikiwa iko tayari, ishachunwa kila kitu. Kwa hiyo udhibitisho kamili sina kwa mimi binafsi, kwa sababu sijafika, sijaona, lakini ninazisikia. Serikali kama serikali isimamie hilo jambo na ijue uhalali wa hizo nyama, zipimwe kwa umakini. Akizungumzia biashara hiyo, shehe wa kata ya Kibaya kwenye moja ya ghafla iliyoandaliwa mjini hapa, naye anasema nyama zinazouzwa mtaani ni nyingi. Leo wanachukulia ule msaada wa Waturuki. Pia kuna makondo mengi na mbuzi nyingi ambazo zinauzwa mtaani ambazo hatujui pia uhalali wake, kwa sababu ukiuliza unaambiwa hizo zimetoka kwa Waturuki. Kwa hiyo kwa ajili ya kutokuwa na utaratibu mzuri wa kuchinja, tunaweza tukahatarisha kwamba watu kula vibudu mtaani. EATV tumemtafuta mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kibaya Hassan Msonde kuzungumzia biashara hiyo. Kweli nyama hizo zipo, na bahati nzuri ni kwamba watu au wananchi wetu ni kweli wanapata sadaka hiyo, lakini bahati moja mbaya kwa taarifa tulizozipata sisi kama viongozi ni kwamba watu wanatumia nafasi hiyo kama sehemu ya biashara, na ukiangalia kiuhalisia haipaswi kufanya biashara. Hofu iliyotanda kwa wananchi wa mji wa Kibaya kuhusiana na nyama ambazo zinatembezwa mitaani na kuuzwa na watu wasiojulikana, huku ikihatarisha imani za watu. Nikiripotia EATV kutoka hapa wilayani Teto Manyara, mimi ni Mohamed Chumvi, askari wa Mambuli wa EATV.